tu. Unaweza ukasema uibi kwa sababu uko hapa. Kuna cheo ukipewa utaiba vizuri tu. Ingawa utaiba kwa cheo cha heshima. Unajua kuna mtu anaiba alafu anapigiwa makofi. Lakini mbinguni unajua kaiba na ana hukumu ya jehanamu. Ila Watanzania wanampigia sawa Allah. Ukitaka kumjua mtu ni nani, sawa, mpe furaha sana sana, utamjua ni nani. Ukitaka kumjua mtu ni nani, mpe huzuni pia, utamjua. Ukitaka kumjua mtu ni nani, mpe fedha au mali nyingi, utamjua. Ukitaka kumjua mtu ni nani, mfanye kwa maskini sana pia, utamjua. Yaani mwanadamu kwenye kila tukio huwa ana sura yake. Ukitaka kumjua mtu mpe cheo, utamjua. Kuna mtu hapa unamuona ni rafiki yako anakupenda na nini na nini, ngoja abadilike awe head girl juu yako. Head girl juu yako. Ndio utakao utasema, ni fulani ndio ananifanyia hivi. Ghafla anakuwa na image tofauti. Na kiukweli si kwamba wewe ni mtukutu na ni mkorofi na umeharibu. Basi tu cheo ndio kinamfanya akuonyeshe kwamba yeye ni mbabe. Lakini juzi alikuwa ni rafiki yako mmoja ambaye alikuwa yani wewe na yeye mlikuwa ni viatu na miguu. Hamna anayemfinya mwenzake, mnasaidiana maisha. This is life. Sasa turudi kwenye pointi zetu sasa. Andiko la kwanza tumeona ile watu walitafsiri tofauti. Sasa kuna vitu nataka hapa tushare kidogo tu, kwa ajili ya kujifunza. Jamani, mimi binafsi kitu cha kwanza ambacho ukimwona Lugema au mchungaji Lugema ni mtu ambaye hana udini. I remember niliwahi kukutana na nabii mmoja akaniambia, "Wewe jamani mtumishi wa Mungu." Simjui, nilikuwa Dar es Salaam, ndio nimetoka Korea, nimetoka zangu Kariakoo, nimepanda basi, nimekaa, akawa pembeni yangu. Akaja akapa akaniambia, "Wewe ni mtumishi wa Mungu mkubwa sana." Akaniambia, "Lakini kuna kitu nakiona ndani yako, natamani nikushauri." Mungu anachonionyesha, wewe huna udini. Yaani huna udini. Wewe umesimama kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Basi. Akaniambia kitu cha kwanza, jihadhari na wanadamu. Watakupinga na watakukoroga. Kwa sababu wameshikilia dini zao. Sawa? Wameshikilia nini? Dini zao. Ni nabii ananiambia, simjui. Ndio tumekutana naye Kariakoo. Tena alikuwa mtoka kwenye huduma sio wapi. Mimi kipindi hicho nipo maombi. Kwa hiyo sina huduma, ni mtu wa maombi tu. Nikitoka Kariakoo kuemea narudi maombi hivyo. Akaniambia watakupinga sana. Na kwa jinsi ulivyo, hakuna dhehebu lolote unaweza kufanya nalo kazi wakakupenda. Watakuwa adui zako. Kwa sababu wewe ni mtu ambaye umenyoka kwa ajili ya mbingu na ufalme wa mbingu. Kitu cha pili akaniambia, muombe sana mke wako, kwa sababu ili ufike mbali, ninaiona vita iliyoko kwa mke wako. Bila kuimaliza ile vita, utakwama. Na ni kweli nilikuwa nina vita. Na ni kweli mimi watoto tangu nimetoka Korea kurudi huku kumtumikia Mungu, mimi hakuna mtu namuonaga yuko sahihi. Mimi naye muonaga yuko sahihi yule ambaye amesimama kwenye ufalme wa nani? Wa Mungu. Yesu alichokuja kuleta duniani ni tubuni kwa maana ufalme. Sawa? Tubuni kwa maana hizi madhehebu, hakuna dhehebu baya wala dhehebu zuri. Mimi naambia ukweli kutoka hapa na siogopi mtu, hata kama atakuwa adui yangu awe tu. Sawa? Roma ni Katoliki, imeanzia kwa Petro na Paulo. Kasome historia. Vitabu cha Warumi, hicho kitabu cha Warumi kiliandikwa kwa ajili ya Roma ni Katoliki. Kwenda kwa Warumi waliokuwa wameokoka wa Italia. Sawa? Moravia ilianzia kwa watu fulani wa Uamsho ambao walikuwa kwa maeneo ya Uingereza.
powerful people of God. KKT imeanzia kwa huyu jembe, huyu jembe. Jamani jembe. Sawa? Hakuna dhehebu ambalo limeanzia pabaya. Halipo. Kila watu wana waasisi wao ambao walikuwa wazuri kabisa na walianzisha kile kitu vizuri kabisa. Hakuna dhehebu baya wala zuri, isipokuwa kitu kimoja ambacho nimekwambia: wanadamu ndio wabaya. Wanadamu ndio wabaya. Huko ndani ya TAG wanadamu ndio watakao inuka waharibu na wapeleke watu. Hivi nafikiri Mafarisayo walitokea kwenye nini? Kwa Musa. Ndio maana Yesu, ukisoma hiyo 23, Yesu anaanza kusema hawa jamaa wamekaa kwenye kiti cha Musa. Wanaoongea yakubalini, ila wanaotenda wao msikubali. Ilianzia kwa Musa, lakini hao waliotoka kwa Musa ndio walimuua nani? Yesu. Tuko pamoja? Hakuna dhehebu ambalo litamaliza vizuri. Mimi niwaambie halipo according to Bible, sio kwa maneno yangu. According to Bible, hakuna dhehebu ambalo litamaliza vizuri. Hata mimi nikisajili la kwangu, nikalijengea mifumo mizuri, tukaanza kufanya kazi, baada ya miaka 50 ndani kutoka kuna mashetani, na hao mashetani wataanza kuharibu watu. Paulo alikuwa anawaambia Waefeso, nani kasoma kitabu cha Matendo, tusome hilo andiko. Akamwambia ninajua tu nikitoka hapa ndani yenu watainuka mbwa mwitu. Hakuna dhehebu bana. Ndio maana usikie kugombania mimi hawa pagani. Wewe msaidie mtu. Ile kwamba mtu anamwamini Yesu, msaidie bwana, hapa unakosea. Biblia inachosema ni hiki. Sawa? Biblia inachosema ni hiki. Ubatizo ni huu, hiki ni hivi, hiki. Ongeeni swala la. Ndio maana mwingine mbele, mfano nimeongea kwa ufupi, nimemfuatilia kidogo. William Marion Branham alikuwa hana udini. Alikuwa kugombana na mtu, ila alikuwa anaongea lugha yake moja. Ukija kwangu, we have to talk Bible. Sawa? Na kuheshimu dini yako ni nzuri. Ila kama umekosea mahali, nitakwambia umekosea. Tuko pamoja? Hiyo ndio misingi ya Biblia. Tutafute ile kitabu cha maandiko muone kwamba jamani hakuna kilicho salama. Dini ya Paulo ilikuwa inaitwa Wanazorayo. Mmesoma kwenye Biblia? Kuna dini ya Paulo ilikuwa inaitwa Wanazorayo. Ndio ilikuwa jina la dhehebu lake. Kwa hiyo Efeso, wapi kote kule alikuwa akienda, wanakaa chini yake kwa sababu alikuwa ni askofu mkuu. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Vizuri. Matendo ya Mitume sura ya 20. Matendo ya Mitume sura, kama sikosei, ni 20. Kuanzia mstari wa 27. Biblia inasema, kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Yaani Paulo aling'ang'ana kuwahubiria kusudi la nani? La Mungu. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo, ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kanisa lake Mungu, hii ndio mbinguni wanaojua, mwili wa Kristo, watu wamwaminio Yesu. Sawa? Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Watu ndio wao wanakuleta ubaya ndani ya haya madhehebu yetu.
na wao ndo wanakujaga na shetani. Tena katika ninyi wenyewe 30 yo, sawa, watainuka watu wakisema mapotovu katikati huko ya kanisa. Ndio maana mimi hakuna dhehebu naliamini kwamba liko sawa wala haliko sawa. Nayapenda yote. Yule mchungaji anayesimama na kusudi la Mungu na kufundisha watu vizuri, atapeleka watu mbinguni. Atapeleka watu wapi? Mbinguni. Mbinguni. Kwani huyu papa aliyetoka alivyosema kwamba ndoa za jinsia moja anazibariki, si kuna maaskofu walinuka wakasema hakuna? Sisi tunakataa. Hicho kitu ni cha kuzimu. Okay. Wawavute hao wanafunzi, wawaandamie wao. Kwa hiyo kesheni mkikumbuka kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. Sasa tuna dakika 3. Ngoja tumie hizi 3. Bwana Yesu, dakika 3. Kuna mfano. Madhehebu yako mengi na kila dhehebu lina slogan zake. Kila dhehebu lina slogan zake. Yaani wana mapokeo yao. Sasa mimi nataka turudi kwenye Biblia, sio kule. Turudi kwenye nini? Biblia. Kwa mfano, niliwahi kukutana siku moja na mashahidi wa Yehova. Mimi sikwambii ni baya. Mimi nachokataa ni kila alichoniambia. Kila alichoniambia. Tuko pamoja Alivyokuja, ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 9 mstari wa 5, akaja pale, niko Dar es Salaam. Akapiga hodi akaniambia, "Bwana." Nikamwambia mimi ni mchungaji, ila nimeokoka, naamini kwenda mbinguni na kuacha dhambi zote hapa duniani. Akaniambia, "Unaendaje mbinguni?" Akaanza kuongea, nikamsikiliza. Mimi waga simbishi mtu, namsikiliza. Nikamsikiliza, akaleta ile andiko, akasema Mhubiri 9:5, akasema kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesauliwa. Akasema kwamba Bwana, tukifa, kwanza wao wanabisha na mambo ya unyakuo. Hawaamini kwamba kuna unyakuo, hawaamini. Sawa? Hiyo ni moja. 2, hawaamini kwamba kuna kwamba ukifa kuna mtengano kati ya roho na mwili. Kama mwili unarudi mavumbini, roho inaenda mahali pengine. Hawaamini. Wanachoamini ni hiki kwamba ukizikwa imeisha. Labda yani imeisha tu. Alafu nikamsikiliza hapa akaanza kusema kwamba wanaamini kwamba watarudi duniani, watakaa kwenye majumba. Nikamwambia, sasa wewe unaamini ukifa imeisha, alafu kesho yake tena utamiliki majumba? Uone kama unajidanganya mwenyewe. Sawa? Yani wao hawaamini ufufuo kabisa, hawaamini. Haya, juzi nikakutana na watoto wangu wazuri hapa. Wao wanaamini tukifa tunalala, halafu tutafufuka. Wanaamini vizuri, wanaamini kufufuka. Jamani, hata kule Israeli Masadukayo walikuwa hawaamini kufufuka. Tumesoma vizuri Biblia. Mafarisayo wanaamini kufufuka. Masadukayo hawaamini malaika, wala hawaamini kwamba kuna roho. Ila Mafarisayo wanaamini. Jamani, Biblia hii usikate kaandiko kamoja ukatupa mengine. Hapana. Kila kilichoandikwa hapa kina maana. Kwa ukisoma andiko moja hivi, unataka ukatafute mengine, ili uanze kulitafsiri hili vizuri. Mfano, ukienda hapo sura ya 12 kuanzia mstari ule wa 6, Biblia inasema huyu amesema hakuna mtu akifa mambo yameisha, hakumbuki chochote wala hana ijara yake. Sawa? Lakini wafu ndo wanakumbuka. Huyu anasema hapa, huyu anasema kabla haijakatika kamba ya fedha au kuvunjwa bakuli ya dhahabu au mtungi kuvunjika kisimani au gurudumu kuvunjika birikani, nayo mavumbi kuirudia nchi, yani mwili kuzikwa,
kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Hapa unaona kwamba mtu akifa, huyu kasema hakuna kumbukumbu. Huyu anasema mtu akifa, huu mwili si ulifinyongwa kwenye udongo, unarudije hapo. Alafu roho inarudi kwa Mungu. Sawa? Tuko pamoja wana wa Mungu Sasa kitu kingine, ukirudi kwenye hiyo yote 9:5, unatakiwa unaanza kujiuliza maswali. Huyu ameshaongea kuna roho, huyu ameshaongea kuna mwili. Kashaongea hapo. Sawa Unarudi hapo. Ndio maana ukitaka kusoma Biblia tafakari. Mimi nakusaidia, tafakari. Unaanza kujiuliza, roho inakufaga? Swali la kwanza unaanza kujiuliza hapa. Roho inakufaga? Tuko pamoja Kwa kawaida roho haifagi. Kwa hiyo kinachoongelewa hapa ni mwili. Kwa nini? Kwa sababu walio hai hawajui ya kwamba watakufa. Kinachokufa ni nini sasa? Sawa? Kwa swala la kufa, kinachokufa ni sio roho. Okay, ngoja tu niwapeleke kwenye ile andiko. Tumalizie na hapo. Mengine mtaendelea kuongezea wenyewe na kutafakuri. Sawa Kuna andiko fulani linasema kuna mwili wa mwili na kuna mwili wa roho. Mmelisoma liko wapi? Wala ambao mnakumbuka. Ili tujue kwanza hivi vitu vimekaaje. Biblia inasema hupandwa mwili wa asili. Hupanda mwili wa mwili wa mwili huu. Hufunuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko. Ukiwa uko mwili, yani roho yako ina mwili na yenyewe, ila huo mwili ni wa kiroho na huu mwili ni wa kimwili. Kwa hiyo Biblia inaposema kwamba kufa, kinachokufa kwanza lazima ujue ni nini. Kinachokufa ni nini? Mwili. Roho haifagi, roho haifi according to Bible. Ndio maana wale wachungaji unaosikiaga anakemea mapepo anasema pepo nakuwa. Anza kwanza kushangaa, pepo linakufa. Hayafagi. Hayafi milele yote, hayafagi. Kwa nini? Kwa asili roho haifi. Kinachokufa ni nini? Mwili. Sasa mwili ukifa ndio huwa unalala, na huu mwili ndio wake unabakia hauna taarifa yoyote ya wapi, ila roho inaenda either, ukisoma Luka ile Biblia imeonyesha inaenda kuzimuni, kama mtu ni wa haki inaenda peponi. Sawa? Na yule mwenye uovu kule anaenda kuteswa, wakati anasubiria jehanamu. Mwenye haki anaenda kupumzishwa. Yote ni maandiko. Sasa siku zote ukisoma Biblia, ukisoma andiko moja, tafuta maandiko mengine pia yabebane. Hakuna andiko linalompingaga mwenzake, halipo. Kwa sababu kuna watu ambao maandiko fulani wanamwaga tu, ili mimi sielewi bwana, acha likae tu hivyo. No, Biblia inatakiwa ibebane. Sawa? Biblia inatakiwa ifanyeje? Andiko moja limbebe mwingine, andiko lingine limbebe mwingine. Ukiona hujaelewa hili, ujue kuna andiko hujaliona bado, ambayo itakufanya umuelewe huyu. Tuko pamoja Kwa hiyo yule bwana mimi hatukubishana, alinikasirikia sana siku ile. Kwa sababu mimi sikuanza kubisha, nikaanza kumwonyesha maandiko, soma hili, soma hili, soma hili. Akasoma. Akaanza sijui kujiona alidanganywa sijui. Akaanza kunikasirikia. Mimi nachoamini tu ni hicho. Nikamwambia sawa, wewe amini tu. Wewe amini tu. Mimi sigombeni na wewe. Lakini mimi nimekuonyesha.
kwamba kuna ufufuo, kwa sababu wale hawaamini ufufuo. Kuna ufufuo, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Sawa sawa eh? Kwa hiyo nilikuwa naongea hili kwa sababu yako mengi ambayo tungeadiscuss, ila muda hautoshi. Lakini kwa ufupi ni kwamba jamani, cha kwanza unachotakiwa kujua, siku ukifa utaamini maneno yangu. Kwa sababu nimekuonyesha kwenye Biblia, mwanadamu huwa anakufa mwili, hafagi roho. Jinsi unavyojionaga kwenye ndoto umelala, alafu unajiona huko Mbeya kule kwenu, unajiona huko Mwanza kule kwenu, kinachokoga kule sio akili yako, ni roho. Mtafute mchawi, utamkuta kalala hapa lakini yuko Singida analoga watu. Mwanadamu ni complexi. Sisi wa rohoni ndo hatujuagi hivyo vitu, lakini wachawi wanavijua vizuri. Wanaweza akachomoka akaenda. Jamaa mmoja nimekutana naye, nimalizie kwa hiyo. Ameachana na mke wake, by the way. Wameachana, nilikuwa namuuliza maswali, kwa nini mliachana? Akaniambia, nikagundua tatizo lilofanya waachane, kuna roho ya uchawi katikati yao. Nikamuuliza swali gumu, una uhakika mke wako sio mchawi? Akaniangalia, akaniambia sina uhakika. Nikamwambia nakuuliza tena, mke wako una uhakika sio mchawi? Hujai kupataje ishara kwamba mke wako ni mchawi? Akaanza kusema kuna mama mmoja aliyekuniambia, kuna mama pia aliyekuniambia, lakini pia nimeanza kumwona tangu mwaka fulani, ikifika Jumatano, Alhamisi sijui na Jumapili sijui, saa 6 usiku mtoto hata aliaje, hata nimwamshe nimsimamishe, hamkagi. Nikamwambia unasema? Akaniambia hamki, yani hizo siku hamki hata ufanyaje. Nikamwambia basi mke wako ni mchawi. Na kilichofanya mwachane, nyota yako na nyota yake zinapigana. Nyota yako ingekuwa dhaifu, ingeweza kuicontrol. Nyota yako ameshindwa kuicontrol. Sasa hivyo ni vitu vingine nitakuchanganya. Sasa tungepata muda, lakini ni vitu vingine ambavyo sisi tunavijua kiroho, viko kwenye maandiko. Wachawi waga wanacheza na nyota. Mme wako akikuoa akiwa sio mchawi, alafu baadaye akaamua kuingia kwenye uchawi, aidha ndoa yenu itavunjika au itakaa. Nyota yako akiweza kuicontrol, mnakaa na mtaachana hata kitokea nini, kwa sababu nyota yako inamsupport. Na hutajua kama ni mchawi, hutajua hata nani, hata mama yako mzazi aje kukwambia asi mume wako ni mchawi, hutakubali. Kwa nini? Amesha icontrol. Akishindwa kuicontrol, zitaanza hila. Mtashangaa mnagombana, mara hakutaki, mara nini. Ni uchawi unamwagiza, vunja hiyo ndoa ili uendelee kufanya kazi yetu. Mnaelewa? Kwa yule bwana nikamwambia mke wako ni mchawi. Mwanadamu ana roho.